Sasa wandugu zetu wa Tanzania, nimesikia mtakuwa na maandamano. Na sasa leo kwa hii video nataka niwapatie zile ideas. Jinsi ya kufanya maandamano na yawe peaceful na yasikue na vurugu, lakini mtume ujumbe kubwa sana kwa dunia mzima. Kwa sababu nia ya kufanya maandamano, sababu za kufanya maandamano inakuanga kupitisha ujumbe kwa serikali ambayo inatawala na kwa dunia nzima kwamba nyinyi kama raia wa hiyo nchi kuna vitu ambavyo hamkubaliani navyo na mngependa virekebishwe ama mambo ibadilikwe. Sababu kubwa ambazo Watanzania wanaenda maandamano hiyo siku, ni sababu kubwa ni hali ya uchumi imekuwa mbaya sana. Alafu kwamba wanaomba mabadiliko ya katiba, wanaomba mabadiliko katika tume ya uchaguzi. Wengi wanasema kwamba hakuna haja ya kwenda kwa uchaguzi na hizi sheria ambazo ziko, na tena wanaomba Mama Samia mwenyewe ajiuzulu. So sababu ni nyingi ambazo zitawapelekea Watanzania waende maandamano. Lakini sasa sisi kama Wakenya, sisi kama wale ambao tumebobea katika maandamano, sisi katika wale ambao tuko na ujuzi katika masuala ya maandamano, sisi kama Wakenya ambao tuko na experience katika hii mambo ya kuandamana na kupigania haki za kibinadamu na haki za mambo yote, nimeulizwa katika na watazamaji wangu kwamba nikuje niwaelimishe, niwaambie mkitaka kufanya maandamano ili yawe successful, yawe nzuri, yasikue ya vurugu, lakini bado muweze kupitisha ujumbe kwa serikali, inafanywa aje? Kitu ambacho ningependa kuwaeleza ya kwamba ni kwamba maandamano ni ngumu sana yakose kupata kukuwa na vurugu. So nataka niwaeleze kwanza kwa nini maandamano ni muhimu, na ambapo nimeeleza na kwa nini maandamano si kitu kipya. Pengine Tanzania kinaweza kuwa ni jambo jipya hii maandamano kubwa na nini, lakini Wakenya wakifanya maandamano, si ati sisi tunapenda vurugu. Maandamano ni kitu imekuwa dunia mzima na ni kitu huendelea. Kuna nchi ambavyo wako na maandamano karibu kila siku. Nchi kama Ufaransa wanakuanga na maandamano. Sidhani kama kuna wiki inapita kama Ufaransa hakuna maandamano. Maandamano yako, na hiyo ndiyo inakuanga njia tu ya wananchi kuweza kujieleza vitu ama kutoa zile hasira ama zile vitu ambavyo hawafurahishi navyo katika nini. Kwa sasa mtu asishije kawaambia kwamba kufanya maandamano ni kuleta vurugu katika nchi, ni kuvuruga amani. Hakuna kitu kama hiyo. Na hiyo ndio kitu ambacho serikali ya Mama Samia inajaribu kuambia kwamba nyinyi mkiandamana mnavuruga amani. Hakuna kitu kama hiyo. Unaona, hakuna kitu kama hiyo. Mara mingi sana utapata wakati vurugu inatokea wakati kuna vurugu, wakati wa maandamano, mara mingi huwa inasababishwa na polisi. Jeshi la polisi ndio huwa inaleta vurugu. Nitatumia jeshi la polisi kwa sababu hiyo ndio lugha ambayo Watanzania wanaelewa. Lakini hapa Kenya hatuna kitu kama jeshi la polisi, tuko na polisi, jeshi ni tofauti. So maandamano mara mingi utapata ni polisi ndio wanavuruga amani. Wakati wanavuruga maandamano na inaleta kwamba kutokuwa na amani. Kwa sababu wakati watu wanaandamana, watu mara mingi huwa wanaandamana kwa njia ambayo ni amani. Watu wanatembea, watu wanaongea mambo yao, wanabeba mabango, lakini serikali katika ile hali ya kuogopa kwamba watu wakiendelea kuzungumza hivi wataendelea kuhamasisha wengine ambao hawayuko kwa hii maandamano waweze kuungana nao, na hii kitu kianza kuwa kubwa. Sasa serikali huwa inajaribu njia ya kulidhibiti, na njia ya kulidhibiti wao hutumia fujo, wao hutumia kuchapa watu, kutumia vitoa machozi na vitu vingine ili kuwatawanya, ili wale wengine ambao hawakuwa kwa hii maandamano waweze kuogopa, waseme kama ni hivi basi sisi hatutakuja kwa maandamano. Na wale ambao walikuwa kwa hiyo maandamano wakivuruga wasema kama mimi nilikuwa hivi na nikaumizwa, kesho sitatoka kwa maandamano. Hiyo ndio sababu kubwa kwa nini serikali huwa inavuruga maandamano. Inaogopa kwamba watu wengi wakiendelea kuhamasika, then umati ya watu itakuwa wengi na watashindwa kudhibiti, watashindwa kucontrol watu ama kuwaweka katika ile himaya ama kuweka katika ile control yao. Kwa sababu kumbuka kwamba, na nataka Watanzania wanataka mnielewe, mnafaa kujua kwamba hakuna siku polisi ama jeshi la polisi watakuwa wengi watazidi wananchi. Hata jeshi lenyewe ile ya kupigania nchi, hakuna siku watawahi kuwa wengi kushinda wananchi.
Kwa hivyo mnapaswa kujua nyinyi wa Tanzania kwamba nguvu kubwa iko na wananchi. Wananchi wakiamua hawataki kitu, wananchi wakijitokeza na waamua hawataki kitu, nyinyi ndio wenye nguvu. Polisi hawana nguvu. Nataka niwaulize, katika mtaa ambao mnakaa, katika maeneo ambao mnakaa, katika kijiji ambao mnakaa, kuna police stations ngapi? Kuna police stations ngapi? Kuna polisi wangapi katika hizo police station? Na uchukua hiyo idadi na ulinganishe na idadi ya wananchi. Wananchi ni wengi. Hata kama mtu ako na bunduki, akitema anataka ataangamiza wangapi kabla hawajamfikia. So serikali inajua hili jambo vizuri sana. Na ndio kwa maana wakati ambapo mnaanza kuandamana, wakati ambapo wachache wanaanza kujitokeza, serikali huwa inafanya kila kitu kuwadhibiti na kuambia wakae watulie, waache vurugu na kila kitu. Na hili ndilo ambavyo serikali mingi dunia nzima zinafanya. Sasa nyinyi wananchi mnafaa kujua kwamba nyinyi mko na nguvu kubwa zaidi ya kitu chochote. Unaona? Na vitu mingi ambavyo vinaendelea katika nchi ambavyo nyinyi wa Tanzania, vitu ambavyo mnapitia sio vitu vigeni. Hizi ni vitu ambavyo nchi nyingi, kwanza sisi wa Kenya tumepitia. Hiyo wakati ambapo mnaona kwamba katiba haiwasaidii, katiba haiwakingi katika vitu mingi. Sheria ambavyo viko ni sheria ambavyo ni sheria kandamizi, ni sheria ambavyo havipaswi kutumika, mnataka vibadilishwe. Wakenya pia walikuwa katika hiyo hali. So hii hamasa ambayo inafanywa si kitu kibaya, ni kitu ambavyo Watanzania wengi mnafaa kuunga mkono. Ni kitu ambavyo Watanzania wengi mnafaa kuunga mkono 100%. Kwa sababu niliwaambia na katika ile video ambayo nilifanya pale awali, hakuna kitu muhimu katika hii dunia kama uhuru wa kujieleza. Uhuru wa kujieleza ni kitu ambapo hufai kunyimwa. Hiyo inafai kuwe kama chakula, hiyo inafai kuwe kama hewa ambao unapumua. Kwa sababu wakati unakosa uhuru wa kujieleza, then unakuwa kama mtumwa, unakuwa kama mtu ambaye sasa hana akili zake zinaendeshwa na mtu mwingine. So afadhali unyimwe chochote lakini upatiwe uhuru wa kujieleza. Wacha mtu ajieleze. Kwa sasa hiyo ndio kitu ambapo mnafaa kupigania kwanza. Mabadiliko ya katiba hibadilishwe ili muweze kupata haki kadhaa ambavyo vinakuprotect ama vinakulinda wewe, na vinakulinda na zile vitu ambavyo ni vya msingi kama uhuru wa kukusanyika, uhuru wa kuongea, uhuru wa kujieleza. Vitu ambavyo sisi wa Kenya tunajivunia. Sisi wa Kenya tuko na uhuru wa kukusanyika na kuzungumza mambo yoyote. Sisi wa Kenya tuko na uhuru wa vyombo vya habari viko na uhuru wa kuandika uchafu wote wa serikali bila kesho kufikiria ati kesho utashikwa utaenda ufungwe. Kwa sababu hata ukishikwa upelekwa mahakamani, serikali itasema, mahakama itasema ama jaji atatoa hukumu kwamba hakuna makosa ambayo umefanya, kitu ambacho umefanya exercise ile haki yako kulingana na katiba. So hizo vitu ndio mnafaa kupigania vya msingi. Sasa nilisema kwamba nitakuja kueleza jinsi ya kufanya maandamano successful. Nimekuja kueleza kwa nini kitu ambavyo mnafanya kinapaswa na kiko sawa, na mfai kutishiwa ama kuuziwa uoga kwamba msifanye kitu fulani. Ni haki yenu kikatiba na pia kimataifa, hivyo ndio inapaswa. Kuna zile haki ambavyo hata kimataifa vinalindwa na vinafaa kwa hivyo. So jambo la kwanza, wakati ambapo mnapanga maandamano, lazima kwanza mjue mnaenda kuandamana wapi na target yenu ni ipi na ni ujumbe gani mnataka kupitisha. Kwa sababu kumbuka kwamba maandamano ambayo mtafanya haitaweza kuwazalia matunda haraka, ama hiyo siku ile kitu ambacho mnaenda kupata haitatokea hiyo siku. But kila siku wakati mnaendelea kufanya maandamano na nini, dunia nzima inaendelea kuona na serikali inaendelea kupata shinikizo ya kwamba lazima sasa isikize wananchi. So lazima muiwekee pressure. Na hii pressure mnafanya nini? Kwa sababu serikali kwa mara mingi mnafaa kuelewa kwamba lazima mjue mnaenda kuandamana aje. Na msikuwe na maandamano mahali pamoja. Mkisema mnaandamana mahali pamoja, ni rahisi sana serikali kuwadhibiti wakati wanajua nyinyi wote mnaenda kukutana mahali fulani. Mnaweza amua kwamba kila mtu aandamane katika vijiji zao.
Mkitoka kila mtu katika vilijiji na mpige kelele na mwanze kuleta vurugu, si vurugu, na mwanze kuandamana, kutembea nini na nini, serikali itakosa jinsi ya kuadhibiti kwa sababu mko kila mahali. Na hiyo ndio njia rahisi ya kuanza control serikali, ya kuanza kuandamana na serikali ikose jinsi ya kuadhibiti. Lakini mkisema nyinyi wote mnaenda kuandamana itakuwa ngumu kuwa na maandamano mzuri kwa sababu serikali itawadhibiti. Kumbuka katikati yenu kuna watu waoga, kuna watu ambao hawatatokea katika hizo maandamano. Sasa nafikiria kitu cha kwanza, before hata muongeleshe, before hata muende kwa maandamano, lazima kwanza muhamasishe Watanzania wenzenyu kwa nini haki zao za kuandamana. Mnafaa kueleza kwa nini maandamano ni kitu cha msingi, kwa sababu Watanzania wengi bado ni waoga. Watanzania wengi bado kuna mtu amezaliwa paka kanini hajawahi ona maandamano. Yeye kazi yake ni kukaa tu, anasema tu serikali, chama ni CCM, chama ni CCM, chama, paka amezeeka, paka amefika miaka 40. Mtu kama huyu ukimwambia ende maandamano hataelewa kitu ambavyo unasema, hataweza kukuelewa. Sasa lazima kwamba umueleze, lazima kwanza umuelimishe, lazima kwanza umwambie kwa nini sisi tunataka kuandamana. Ndio wakati ambapo mnatoka kuandamana, hata kama hatakuwa anawaunga, hata ungana na nyinyi katika maandamano, but ataungana na nyinyi katika kupaza sauti katika mtandao za jamii na hizi vitu zote. Na niliwaambia wale watu ambao wanaweza kuongoza hii maandamano na ikawa successful, si wale ambao wako Tanzania. Wale ambao wako Tanzania wanaweza tu kuandamana na nini, lakini wale watu ambao wanafaa kupaza sauti ni wale ambao wa Tanzania ambao wako nje ya nchi. Hao ndio wanafaa kuzungumza sana kwa mtandao, kwa sababu hao mtandao zao haziwezi fungiwa. Hiyo hawa Tanzania, wakati unaanza kuongea na uko katika nchi ya Tanzania, utaandamwa, serikali itakufuata na itakupoteza jinsi ambavyo wamekuwa wakifanya na wengine. So mnafaa, wale wa Tanzania ambao wako nje ndio wanafaa kuzungumza, wanafaa kupaza sauti, wanafaa kuongea, kwa sababu hao account zao hakuna vile zitafanywa, haziwezi fungwa, haziwezi fanywa kitu chochote. So jambo ni mingi na muda ni mchache, lakini cha msingi ni kwamba mimi naunga sana kile ambacho Watanzania wanaenda kufanya tarehe 29 mwezi wa Oktoba, ingawa niko na hofu kwamba yanaweza kosa kufanyika katika ukubwa ambayo unatarajiwa. Hiyo ni jambo ambalo, kwa sababu hii ni nchi ambayo haijazoea kufanya maandamano za kisiasa kama jinsi ambavyo wanatarajia kufanya vitu kama hivi. So lakini kila kitu kiko na mwanzo wake. Hamasa imeanza na watu wameanza kuhamasika. So wale Gen Z wa Tanzania, wale ambao wanaenda shule, wanakosa ajira, wanakosa nini, wameanza kupata mwamko mpya, na wakiamka, wale ambao watafuata kutoka nyuma yao watachukulia kutoka hapo. Hivyo ndivyo serikali vitu zinabadilishwa, kwa sababu hata sisi wakati Kenyatta alianza, wale ambao walikuwa na Kenyatta walikuwa waoga, walikuwa wanasema nini na nini, lakini jinsi akina Raila na wale wengine walianza kupaza sauti na vitu zikabadilishwa na nini. Sasa hizi unaona tuko na wananchi ambao akili zimefunguka, uweze wakaisha chini na uweze kuwanyanyasa, uweze kuambia ati hakuna jinsi nini na nini. Wako na akili, wanafanya vitu kivyao, na hivyo ndio inafaa. So ni polepole tu, naomba Watanzania muendelee kuhamasisha wenzenyu, muendelee kuwa na nini na nini, na mwisho wa siku mtapata nchi ambayo watu wana uhuru wa kujieleza, watu hawapotezwi ovyo ovyo, serikali haifanyi vitu katika kwa mabavu, kuna demokrasia katika uchaguzi, kuna freedom of expression, ama uhuru wa kujieleza bila mtu kuogopa kwamba kesho atashikwa, atapotezwa na vitu kama hiyo. So ni kitu ambacho ni kizuri, lakini ni kitu ambacho kitachukua muda, na ni sawa, hivyo ndio iko. So asanteni sana. Kama uko na maoni unaweza weka hapa kwa comment section, na tutaendelea hivyo vile inafaa. So tuonane baadaye, baadaye. The African